Mambo vipi mfuatiliaji wa NAC Media YouTube, lakini pia mfuatiliaji wa NAC Media Instagram. Leo uko na mimi hosti wako Sina, lakini uko na Ramsey. Tunaenda kuangazia ligi ya ndani ya Tanzania kuanzia Taifa Stars hadi VPL, lakini pia tutahama hadi nchi za nje, yani ligi pendwa zaidi za EPL na ligi ya Italia. Mambo vipi Ramsey? Mambo poa. Karibu YouTube ya NAC Media, lakini pia Instagram. Watazamaji wanategemea mengi. Wategemea nini siku ya leo? Vitu vizuri, nadhani utakuwa umeandaa vitu vizuri, watasikia vitu vizuri pia kutoka kwangu. Asante. Naomba niende moja kwa moja kwa kuuliza mechi ambayo Tanzania Taifa Stars ilicheza na Zambia na ikafungwa kwa magoli mawili. Unahisi huu mchezo kwako wewe ulionaje? Ulikuwa ni mchezo mzuri, lakini mchezo ambao ulikuwa ni wa kushambuliana kwa zamu. Tulidominate kama Tanzania, nazungumza sasa kama Mtanzania. Ila ni kwamba timu ya taifa ya Tanzania ilidominate ile first half, alafu wa Zambia wakaja kudominate ile second half, hasa zile dakika 30 za mwisho. Kwa hiyo kuanzia dakika ile 45 mpaka ile 50 was 60, Stars ilikuwa inacheza vizuri, lakini kuanzia pale ndo kama wamepoteana, kwa sababu Micho nadhani kuna kitu alikistadi, alikuwa na study game ya Stars, walivyoenda half time wakajaribu kufanyia kabla hajafanya substitution, lakini wachezaji wale aliokuwa ameanza nao kuanzia ile first minutes ndo akaja kurudi nao. Kwa niliona kuna kitu kama walikuwa na switch, wana navigate wachezaji baadhi ya nafasi pale, kitu ambacho kilikuja kuzidisha pressure kwa upande wetu. Shomari Kapombe anakosea mpira baada ya kupiga ile pasi ambayo ilienda kunaswa, alikuwa ni Sikonge ambaye ndo alienda sasa kuja kutuadhibu kwa penalti, kwa sababu baada ya ule mpira kuachia ndo ikaenda kuzaa penalti. Umeongea kama Mtanzania mzalendo, lakini mimi naomba uongee kama mchambuzi. Kocha wa Taifa Stars yeye kuacha watu wazoefu kabisa wenye wanaoweza kucheza vizuri kabisa kwenye ligi za kimataifa, yani na nchi zingine, na kuweza kuchukua watu ambao wanafanya vizuri kwenye ligi ya ndani lakini hawana uzoefu. Watu wengi wanalaumu kwamba huenda hiyo ndio imepelekea yani Taifa Stars kufungwa, kwa sababu wale hawana uzoefu japokuwa wanafanya vizuri sana upande wa ndani. Hii kwako imekaaje wewe kama mchambuzi? Unahisi kocha mwenyewe alitaka wale wapate uzoefu yani? Ujue katika football kama football, shida moja kubwa sisi wa Tanzania, kila mtu ni coach. Shabiki ni coach, waandishi wa habari ni coach, unakuta mkulima ni coach, waandishi wa magazeti ni makochi, walimu mashuleni ni makochi. Ujue hivi vitu tuwe tunajaribu kuweka specification, tuwaache walimu wa mpira wafanye kazi zao. Watu wengi wanalalamika kwamba Etienne Ndairagije amechukua wachezaji ambao hawana uzoefu, si ndio, kwenda kuwajaribu katika mashindano. Hiki kitu sio kweli. Wachezaji ambao hawana uzoefu tayari walishapata exposure, wamecheza tayari mechi za ndani, si ndio? Achana kuwazungumzia wakina Lucas Kikoti, wakina Edward Manyama. Unaona watu kama yani kuna wachezaji wengi ambao ni wapya, lakini ujue we learn from mistake. Mchezaji bila kucheza game hawezi kupata experience. Tulitegemea tutaenda na kikosi cha wazoefu, always tunaenda na kikosi kile na huwa tunapoteza. Taifa sasa hajawahi kuwini kombe na wanaenda hawa wazoefu ambao leo hii wa Tanzania ndo tunawaona ni miungu, kwamba huenda wangeenda tusingepoteza mchezo wa juzi, kitu ambacho sio sahihi. Hawa tulikuwa tunaenda nao tunapoteza. Kupoteza mchezo wa juzi, ile ni aina ya mchezo ilitokea. Mpira ni mchezo wa makosa. Unakosea mwenzia akiweza kucapitalize yale makosa anakuadhibu, ndio kitu ambacho kimetokea. So far mimi niliona kuna maingizo mapya walicheza vizuri. Huwezi kumsema vibaya mtu kama Yusuf Muhilu, kuna kitu alikionyesha, hakuscore lakini kuna kitu alionyesha anacho. Kama ataendelea kupewa ya time ya kucheza atafanya vizuri. Mtu kama alikuwa ni Lianga kaonyesha kitu. Tunakuja mtu Baraka Majogoro, to me yule ndo best player katika mchezo uliopita, japokuwa nimeona criticize nyingi watu wanamponda, ni kwa sababu ya zile personal conflicts, kwa sababu yule anatokea Mtibwa, si ndio? Angekuwa ni mchezaji wa Simba na Yanga, watu wengi wangekuwa leo hii wanamsifia sana. Faisal Salum alikuwa na game ya kawaida sana juzi. Shomari Kapombe pia alicheza vizuri kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili akawa average, si ndio? Na yule ni
ni mzoefu, si ndio? Faisal mzoefu, Kapombe mzoefu, Manula mzoefu, Mwamnyeto tayari alishapata game time, ashaanza kuwa na uzoefu, Ditra Mchimbi amepata game time, amekuwa na uzoefu. Unaona kuna watu ambao ni wazoefu walikuwemo, lakini tukapoteza. Na always tunaenda na wazoefu katika mashindano wao tunakuwa tunapoteza. Kwa hiyo haya maswala ujue, kama we ni shabiki baki kuwa shabiki. Sifa moja ya shabiki ni kushangilia timu ikifanya vizuri na kuzomea timu ikifanya vibaya, lakini masuala ya kila mtu anakuwa anapanga vikosi vyake. Tuache benchi la ufundi lifanye kazi, kwa sababu wao wana taaluma ya kufanya hichi kitu. Tunaingia kwenye ligi ya EPL, ligi ambayo inafuatiliwa sana duniani na watu wengi. Unaionaje ligi ya sasa hivi ambayo kwa msimu huu ambayo Man United wanaongoza? Kwako imekaaje hii ligi sasa hivi? A very competitive league, surprising, yani ina kila aina ya vionjo ambavyo tulivimiss kwa kipindi fulani. Ujue nakumbuka 2012 ujue bingwa alienda kuamliwa kwa mechi ya mwisho, tena sio mechi ya mwisho, dakika ya mwisho, kwa sababu Manchester United alikuwa tayari walishajua kwamba wanachukua ubingwa. Mechi ya Manchester City ilikuwa haijaisha, lakini Sergio Aguero Kun, yani helicopter inahamisha kombe, unaona, kulitoa London inalipeleka kule kwenye jiji la Manchester. Wanafika pale Old Trafford, Aguero ana score goal upande wa pili mechi yao dhidi ya QPR, kumbe linarudi kule. Msimu huu Arsenal wameongoza ligi, Southampton wameongoza, Leicester City kaongoza, unaona, Chelsea kaongoza, Liverpool kaongoza, Manchester United kaongoza, amekuja kuongoza Aston Villa kwa siku, ilikuwa ni siku moja ameongoza Villa, Manchester City mwenyewe kaongoza, Tottenham Hotspur kaongoza. Mpaka sasa hivi kuna timu kama 9 ambazo zilishaongoza ile ligi, na ligi bado ni ya moto. Ukiangalia hivi vipolo, mechi moja ambao wameachana, ligi moja ambayo inasisimua. Sasa hivi unaweza kaangalia mtu mmoja ambaye anaonekana bado hajaamka, mtu kama Sheffield United, lakini watu wengine kuanzia upande hapa ambako yuko West Brom yuko chini, lakini yani akienda kucheza game kubwa anaonyesha kitu. Amesare na Manchester United, Manchester City, kasare na Liverpool, kasare na Chelsea, amekuja kupigwa na Arsenal tu. Tunavyoenda mtu kama Fulham ambao jana Manchester ameweza kushinda mchezo wake ambao kwa bao la Pogba ambao limekuja kuwapandisha kuwarudisha kileleni, lakini wakiwa wametangulia kwa mchezo mmoja, kwa sababu wao wamecheza michezo 19, washamaliza ile raundi yao ya kwanza. Nikukatisha kidogo, tukiangalia Chelsea, umeongelea Chelsea pia imeshaongoza ligi kwa msimu huu. Unamwonaje mwenendo, licha ya kwamba Chelsea juzi hapa imepigwa 2 kabisa? Kwa hivyo unamwonaje kati ya kocha wake wa sasa hivi Lampard, ambao wengi wanamwamko kwamba mashabiki wengi wamekuwa na ile kwamba aondolewa, hastahili kukaa Chelsea kwa sababu anaweza kusababisha mpaka wakakosa kabisa ubingwa. Wewe unamzungumziaje Lampard na Chelsea? Lampard kinachomhukumu, ujue Lampard ni legendary pale. Kinachomhukumu ni zile euro milioni 250 ambazo alizitumia kusajili. Hilo la kwanza. Sasa inavyokuja kwamba watu wameweka pesa, wamesajili wachezaji wengi, expectation ya mashabiki wengi duniani kote walitegemea kwamba timu ile itakuwa ya moto zaidi. Lakini kitu ambacho wanasahau ni kwamba timu haiwezi kucrack, usajili hauwezi kukulipa kwa msimu mmoja. Yaani ni mara chache usajili wachezaji 3 4 katika nafasi ile zoni moja alafu waje kufanya vizuri. Chelsea amesajili wachezaji wengi eneo la ni midfield kwenda juu. Unaona, tunamzungumzia mtu kama Kai Havertz, mtu kama Timo Werner, unaona, mtu kama Hakim Ziyech katika ile tunasema ile attacking zone. Wale watu huwezi kwa expose wote kwa pamoja kwenye kikosi, kwa sababu kuna zile movement watakuwa wanachangana. Yani kuna kitu tunaita ile chemistry na partnership katika mpira, uwepo ulinganifu wa kuweza kuelewana na uelewano katika mchezo. Chelsea wanakosa kile kitu. So far walikuwa na defensive nzuri kipindi fulani, lakini kwa sababu pressure inawazidia wanakosea. Watu wengi wanatamani Frank Lampard aondolewe, hasa mashabiki wa Chelsea, lakini mpaka sasa bosi au mkurugenzi wa ile timu Roman Abramovich bado yupo kimya. Kipindi cha nyuma ya mambo hatukuyazoea, kwa sababu Frank alivyofungwa ile mechi ya Arsenal ile, huenda angetoka siku hiyo, yani kesho yake tungesikia taarifa mpya. Lakini kuna msemo mmoja anakuambia kwamba shetani akizeeka hubadilika kuwa malaika. Lakini naamini kichwa cha sporting director wa Chelsea sasa hivi, yule mwanamama Marina, atakuwa anakuna kichwa kutafuta kocha mpya ambaye huenda atakuja kuchukua nafasi ya Frank Lampard. Na Ramsey, unazungumziaje Pirlo kuchukua kombe lake la kwanza? Ni kitu cha, yani ametengeneza CV. Ujue alishakuwa greatest player kipindi ni mchezaji, amecheza katika karibia vilabu vyote vikubwa pale nchini Italy,
amekuja kupata kazi ya ucoach, ameanzia pale katika zile academy ya Juventus. Amekuja baada ya kocha kutolewa, yeye amekuja kupewa kazi, alikuwa ni Mauricio Sarri, amefukuzwa kazi pale akapewa timu kubwa ile. Sasa hivi Juve wanacheza sofa katika ile Scudetto, wako katika msimamo, wako nafasi ya 4. Ukiangalia kwenye Coppa Italia pia yani mwenendo wao kama ueleweki vizuri. UEFA wameingia 16 bora. Jana walikuwa wanacheza finali ya Coppa Super Cup ya Italia, hiyo wameweza kushinda. Bao la Ronaldo dakika ya 62, alafu Alvaro Morata anapata bao la pili dakika ya 90 ile, Juventus wanachukua lile kombe. Ukiangalia kwa miaka 5 ile kombe limekuwa kama linawapendelea Juve. Juve amechukua, Milani kachukua na Lazio kachukua. Mwaka jana Juve alipoteza, walichukua Lazio. Mwaka huu wamechukua. Sasa kwa mchezo wa jana ile nasema kwamba ile kidogo, kwa sababu ujue mwenendo wa ligi sio mzuri, na tukitegemea kwamba ndo Juventus ni mabingwa watetezi, lakini ukiangalia mwenendo wao kwenye ligi sasa hivi sio mzuri. Zinaonekana timu zile za Milan, AC Milan na Inter Milan zinafanya vizuri zaidi. Kombe la jana ambalo Pirlo amechukua linaweza kuboost ile confidence ya kwake yeye na wachezaji, kwamba waendelee kufanyaje, kupambana, kuendelea kuwafukuza wanaongoza msimamo wa ligi. Lakini pia kwenye mchezo wa jana nizungumzie, japokuwa haipo katika swali lako, tunamzungumzia Pirlo kama Pirlo. Cristiano Ronaldo jana amefunga bao na kuweza kuvunja rekodi ya watu wote duniani, kwa rekodi ambazo sisi tunazijua. Ronaldo jana amekuwa ndo mfungaji bora wa muda wote tokea mpira uanze. Ushaelewa? Lakini kuna wale wazee ambao Ronaldo alikuwa anashindana kuvunja rekodi zao. Wa kwanza ni Pele, ambaye ni gwiji wa zamani wa Brazili, mchezaji ambaye wengi wanasema ndo mchezaji wa muda wote kipindi kile. Nawakumbusha the late Diego Armando Maradona. Huyu ndo alikuwa anashindana, wako na compete sana na Pele. Kile kizazi kimetoka, tumekuja pia kupata nguli wawili ambaye ni Messi na Cristiano Ronaldo. Pele anasema yeye ana goli 1260 kitu. Kwa hiyo Ronaldo bado anadaiwa goli. Lakini before Ronaldo kipindi ana magoli 500 huku, Pele wao walikuwa wanasema mimi na goli 700. Ronaldo amefika, wanaongeza. Leo pia jioni zilitoka taarifa, shirikisho la michezo kule Jamhuri ya Cheki, unaona, ambako anatoka mfungaji bora wa muda wote anajulikana kama Joseph Bican. Kabla ya jana Ronaldo kufunga lile goli, yule mtu ndo alikuwa anashikilia rekodi. Okay, shukrani sana Ramsey. Nikushukuru wewe ule tutazama sisi hapa toka mwanzo mpaka mwisho. Nikukumbusha kusubscribe kama hujafanya hivyo, kwa ajili habari sio za michezo tu, ila za burudani, trending news na siasa. Ulikuwa na mimi host wako Sina, lakini pia ulikuwa na mchambuzi fashionista, huyu ni Ramsey, unamuita hivyo. High five guys.